Huu ni ukweli wa Mungu. Kusema ukweli wa Mungu ni jambo kubwa kweli. Ulikuwa na watu wengi kidogo kuliko nyie, na wakawa wametoa ushuhuda na viongozi wa dini wakatuombea pale. Ikimpendeza Mungu nikawa na afya njema, kwa maana nitaingia awamu ya 5 mfululizo. Mimi Luciani namfahamu na ananifahamu. Lakini kabla ya Luciani kati iligawanya 2010 9-10. Kwa hiyo huyo bwana alinikuta, akaondoka, alitumikia awamu 2. Na huyo bwana amenikuta. Na ikimpendeza Mungu takwenda awamu ya 5. Na kwa sababu jana walinidhihirishia kila tawi, na mpaka sasa tunavyoongea kwenye kata Kisangaji, mwenyekiti wa halmashauri, hakuna mtu mwingine aliyeweka nia. Wananchi wameridhishwa na maendeleo makubwa. Wakasema kama mtu anafanya vizuri, kuna sababu gani ya kuhangaika na mtu mwingine? CCM oye! Una mke wako nyumbani, mnaishi vizuri, una haja kumpa talaka? Eti nyua baba unampa talaka? Sitakuwa mtu ajabu kweli. Alafu nyumba siku zote zenye mipango ya muda mfupi ni nyumba ambazo zifanikiwe. Kuna mpango wa muda mrefu, kuna muda wa kati na muda mfupi. Vyote hivyo ni mpango. Lakini ili uweze kutekeleza mpango vizuri, ni ule mpango uliokuwa umepangwa wa kwenda kwa muda mrefu, na unatekelezeka na unapimika, unawaletea wananchi maendeleo. Na hiyo ndio sifa ya viongozi. CCM oye! Kwa hiyo waheshimiwa, nataka niwaambieni, msisikie maneno ya watu wanayepita mtaani kuwadanganya watu. Shilingi 10,000 ukigawanya kwa siku 365, siku 365 kazidisha mara 5, kwa maana utapata siku zaidi ya 1000 kadhaa. Alafu gawanye kwa 10,000 ambaye mtu anadanganywa kwenda kupewa, ili tuchague 10,000 na ili shuka, au tuchague maendeleo kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Tunahitaji maendeleo au tunahitaji 10,000? Maendeleo. Na kama ni maendeleo, hakuna sababu ya kufanya mabadiliko kama timu inacheza vizuri. CCM oye! Kama timu inacheza mpira vizuri, kocha makini ni yule ambaye hafanyi usajili wa mara kwa mara zaidi ya kupunguza kikosi. Labda huyu ametoka kidogo, niweke mtu mmoja, niweke pale. Timu kama inasakata kambumbu vizuri, ina fuadi wazuri, ina viungo wazuri, ina mabeki wazuri, ina golikipa mzuri, una haja gani kufanya mabadiliko? Labda mtu aumie. Si ndivyo? Wale wananchi wanari, nimekuja kuwaasa, mabadiliko sio sera ya kueletea maendeleo zaidi ya kujidumaza na kuendelea kufikiria kusiko kufikiwa kimaendeleo. Sifa ya viongozi ni pamoja na mahusiano mazuri. Ukiwa sisi ni cheni kweli. Mheshimiwa Noya, mimi ni msaidizi wako, nimekusaidia vizuri. Na wewe unakiri. Mheshimiwa Lawi, umenisaidia vizuri sana. Hongereni sana wananchi wa kata ya Nari. Maana kazi ya mwenyekiti ni kusimamia kikao, lakini kazi ya wajumbe ni kuisaidia kuhakikisha kwamba kamati na baraza linakwenda vizuri. Kwa hiyo nataka niwaambieni, hamjakosea kumleta Mheshimiwa Lawi kwenye baraza la madiwani. Hongereni sana, mmeleta mtu makini kabisa. Itafsirike mnavyotaka tafsirini, lakini tutotaka kuambia, hatuwazuii wagombea kugombea. Ni fursa yao na ni haki yao. Na ni haki yao. Kama nilitoa mfano, aidha mwanamke akupikia ugali umeiva, akufulia vizuri, mzee nyumba imetulia, watoto wanaenda shule, mambo yamekaa vizuri, kuna ugomvi kwenye nyumba? Alafu wewe mwanaume unakwenda kwa mke mwingine, alafu akae na wale watoto,
mpaka waje wazaane na wale watoto na ile familia, inachukua muda gani? Utakuwa umesogea au umerudi nyuma? CCM hoye! Sisi leo simu za watu wa wizara tunazo. Sisi tunafanya kazi na wizara, tunafanya kazi na mkoa, tunafanya na wilaya, chini ya hao wakubwa zetu. Wale maendeleo yanakwenda. Lakini kwa maana nyingine, shule kongwe hizi zimeshaandikiwa, ikiwemo shule ya msingi Nari. Ilianzishwa mwaka 60 ngapi? 70 ngapi? 72. Shule zote ambazo ni kongwe tumeshaziandikia, ziko zaidi ya shule 42 ndani ya halmashauri ya wilaya Babati, ikiwepo na shule ya msingi Nari na Donya pale. Bahati nzuri Donya nilikwenda siku moja kukagua mradi pale. Yuko kama sikosei kwa kule hivi. Nifika pale Donya pia. Tumeshaziandikia, ikiwemo na shule ya msingi pale Kameyo shule ya msingi pale. Na ile shule nayo imetoka sio ya mwaka 58 50 ngapi ile shule? 50 na. Kwa maana nyingine tulianza na kufanya ukarabati wa kujenga shule, tumepeleka shule fedha milioni 180 Gidas ambao walisoma kina Alfred Gewe walisomea pale ile shule. Na kina Felix Toazmai walisomea pale. Walio Mheshimiwa Silo tukampa ile heshima, tukampa milioni 180, tumekarabati pale. Kazi ya mheshimiwa huyo. Tumepeleka Garapo fedha milioni 180. Hizi ni fedha ambazo kianza kuzizungumza huo muda utoshi. Lakini kwa kifupi tuseme, waheshimiwa wananchi wa kata ya Nari, endeleeni kuamini serikali ya Chama cha Mapinduzi. Hata baada ya uchaguzi huu wa kura za maoni, watu wasiombe. Tuwe wamoja na tushikamane, tusije tukakiumize chama kwa ajili ya jambo lolote lile. Eti kambi yangu hajashinda, kambi yangu hajashinda. Kishindanisha wagombea, anashinda ndio CCM. CCM moja. Amani na utulivu ni jambo muhimu sana kwenye nchi ya Tanzania. Mnakuta mheshimiwa kama kina Tundu Lissu wanafanya vurugu nchini, lakini wote wa familia zao wote wako Belgiji. Mke wa Lissu na watoto wake na huyu jamaa wetu wa Arusha alikuwa mtoto nani? Lema. Wote wako Ubelgiji familia zao. Kwa hiyo wanawafanyia vurugu wa Tanzania, tuendelee kupata mateso na shida, lakini watoto wao wako kule. CCM hoye! Na kesi za uhaini, kwa maana unafanya jambo la kuipindua nchi, ni miongoni mwa makosa ambayo hayana dhamana kwa mujibu wa sheria. Na kama hayana dhamana, uachiwe kwa kosa kubwa, unawaambia eti mwaka huu mna uchaguzi. Wewe ni nani? Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema, ndio sheria mama, inasema kila baada ya miaka 5 lazima ufanyike uchaguzi. Mwenye uwezo wa kutangaza kwamba hatufanye uchaguzi ni Mheshimiwa Rais, ambaye ndiye amiri jeshi mkuu wa Tanzania wa majeshi yote ya vyombo vya usalama. Huyo ndio mwenye kauli. Au unakosea ushindi? Na kama ndio mwenye hilo jukumu, atatangaza kama ataona nchi imeingia kwenye vita au kuna hatari ambayo imeikabili taifa, ndio atawaambia Watanzania, kwa shida hii, kwa mamlaka ya mujibu wa katiba, nasogeza hatua fulani baada ya muda fulani. Eti muuni mmoja anasimama anawaambia Watanzania hamna uchaguzi. Hamna uchaguzi wa nani? Hatuwezi kutumia akili ya binadamu kila moja tu ambaye hajapewa ridhaa. Wanatoka kina Amerika Rua, wanatoka pale Kenya eti kuja kuisaidia sijui kitu gani. Najua wote mnaelewa haya mambo. Tusiwaunge mkono watu wa aina hii. Kwa majina yangu naitwa Zawadi El Nicodemus Hari, ndiye katibu wa CCM wa kata hii ya Nari. Kiukweli ilani tuliyotoka kuipokea leo imebeba mambo mengi. Hasa katika kuwaletea wananchi huduma na maendeleo. Ilani ile imetuonesha hela ya serikali imekuja kwenye kata yetu zaidi ya bilioni 1,51,000,000. Hii ni ishara tosha kwamba serikali yetu inafanya kazi kubwa. Mheshimiwa Diwani amefanya kazi kubwa, ametekeleza ilani kwa kiwango kizuri kweli.
huduma za maji, umeme, barabara, elimu, yote haya wananchi wa kata yetu wameyaona na yamefanyika. Asante. Mimi kama kiongozi naamini kwamba wananchi wetu ni watu waelewa, viongozi wetu wa chama wanaohusika kwenye chaguzi ni watu waelewa. Naamini wataenda kuwachagua watu ambao wanazidi kuwaletea maendeleo na si vinginevyo. Asante. Mimi naamini uchaguzi wa mwaka huu utakuwa ni uchaguzi ambao umebeba hisia za watu ambao ni wengi. Ukizingatia mwenyekiti wetu wa chama mama yetu Samia Suluhu Hassan na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini mwenyekiti wetu wa CCM taifa amebadilisha mfumo mzima wa uchaguzi. Idadi ya wajumbe imeongezeka. Lengo la mama Samia ni kuhakikisha wananchi wetu walio wengi, viongozi wetu walio wengi wanaonesha dira, kwa sababu ndani ya Chama cha Mapinduzi hatuchagui. Tunachofanya ni kuzipiga kura za maoni kuonyesha dira kwamba chama kule kwenye vikao vya uteuzi kifanye nini. Mimi naamini viongozi watakao chaguliwa katika kura za maoni ama watakao kuwa na kura za juu, vikao vitaangalia na hawa wataonekana ndio wamewafikia wajumbe ambao ni wapiga kura walio wengi. Kwa hiyo vikao vitaona. Kwa mtazamo wangu mimi naona kabisa tunaye rais makini, tunaye mbunge makini, tunaye diwani pia ambaye ni makini. Kwa hiyo mimi naamini wananchi wataamua wakati ukifika na viongozi wa chama pia wataamua. Kwa majina naitwa Sylvain Pius Gurtu, mjumbe mkutano mkuu kata ya Nar. Hatukuzoea, hiki ni kipya na ni kizuri sana. Na niwaombe viongozi wote wapate kuendeleza haya yaliyojiri hapa, kwani yanavutia, yanatia moyo, yanawapa hamasa wanachama na wananchi wote. Naamini kila kitu kimekaa sawa kwa mpango ule kuja nao mwenyekiti wa halmashauri na viongozi wote wa halmashauri wakiwemo madiwani wetu hapa. Naamini kila sekta kitakaa sawa na viongozi wetu kulingana na matamko yao wako kwenye laini kabisa. Nianze kwa Mheshimiwa Rais. Nafikiri yeye tayari tumeshampa mitano tena. Ndugu yetu mbunge wetu naibu waziri wa Wizara ya Mambo ya Ndani Mheshimiwa Daniel Silo naye mitano tena. Mheshimiwa Julius Lawi naye mitano tena. Kama tulivyoona yaliyojiri, tumeridhika na yale yote ambayo tumeletewa. Miradi yote imetekelezwa. Hatuna cha kusema. Tunawashukuru. Tunawapa mitano tena.